Yes, mtazamaji wa Uondo TV. Hii ni Uondo Michezoni. Mimi naitwa Agdan Jeremiah. Ripoti na matukio mbalimbali ya kimichezo ambayo yanapatikana ndani ya Uondo TV, Uondo Michezoni. Kikubwa ambacho na kushauri mtazamaji wa Uondo TV, usisahau kusubscribe, lakini endelea kulike, kushare na kucomment ili uweze kuwa mtu wetu wa kwanza kufuatilia matukio mbalimbali ya kimichezo. Tunafahamu story kubwa ni kuelekea kwenye mchezo wa derby ya Kariakoo, Young Africans Sports Club dhidi ya Simba Sports Club, mchezo ambao namba 184 ambao unatarajiwa kupigwa tarehe 15 mwezi wa 6 2025 katika dimba la Stadio Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam kuanzia majira saa 11 za jioni. Sasa nimeona niweze kuletea taarifa ambayo imeonekana kuzua gumzo kwenye mitandao ya kijamii kuelekea kwenye derby ya Kariakoo. Tunafahamu kwamba ni mchezo ambao unahitaji maandalizi kwa kiasi kubwa katika upande wa mashabiki, lakini pia katika upande wa viongozi wa club, lakini pia katika upande wa wanachama na upande wa wachezaji kwenye saikolojia, lakini pia kwenye physical fitness kwa kiasi kubwa, hasa katika upande wa wachezaji. Na hawa ni wachezaji wa club ya Young Africans Sports Club, mabingwa wa kihistoria Jonathan Ikanga Rombo, namna ambavyo wanamuona kwa kiasi kubwa Jonas Gerard Mkudo akina Abdulwahab Msheli, na hii ni kuelekea kwenye mchezo mkubwa kabisa. Prince Pume Dube, mtoto wa mfalme, mmoja kati ya mshambuliaji ambao anaonekana kuwa gumzo, Abdulwahab Msheli, Maxime Pianzengeli, mchezaji kutoka katika taifa la Kongo, lakini pia mchezaji ambaye amekuwa anaimba kwa kiasi kubwa Clement Mzize, pia kwenye eneo la final third au shambuliaji unamuona kulingana na ule ubora ambao amekuwa nao, lakini kujua kitu gani ambacho anaweza akakifanya. Pacome Zouzoua na tunajua kwamba ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa, lakini pia angalia namna ambavyo Duke Abuya, kiungo ambaye ameonekana kuwa superb kwenye eneo la midfielder, eneo la katikati ya kiwanja. Technical bench likiongozwa na kocha mkuu ambao ni Mirodi Amund, kocha zamani wa Singida Black Stars, kocha ambaye amekuwa na a lot of experience. Duke Abuya ambaye na mwenyewe tunafahamu kwamba ni mchezaji wa namna gani, kiungo kabisa mkabaji ambaye ni replacement kwa kiasi kubwa Ridi Aucho, maybe kama Ridi Aucho yupo, lakini pia kuna kazi kubwa ambayo amekuwa anaifanya. Lakini pia tunafahamu kwamba Isaac Patrick Mwenda ambaye alishawahi kupita KMC Simba Sports Club na timu kama Singida Black Stars. Angalia ubora ambao amekuwa nao, angalia ile motisha ambayo amekuwa nayo kwa kiasi kubwa, peak performance ambayo amekuwa anaionyesha kwa kiasi kikubwa. Lakini Jonathan Ikanga Rombo ambaye amekuwa anaimbwa, Mdathri Abbas pia ambaye amekuwa na uwezo mkubwa kwenye eneo la midfield ambao tumekuwa tunasema kwamba box to box midfielder, amekuwa na uwezo mkubwa. Kwa hiyo nafikiri ni maandalizi makubwa katika upande wa Yanga kujua kama kitu gani ambacho wanakifanya, lakini pia kujua kwamba ni moment zipi ambazo wanaweza kanufaika nazo, kwa sababu tunafahamu kwamba ni derby ya Kariakoo, derby ambayo inahitaji intention kwa kiasi kubwa, derby ambayo inahitaji wachezaji waweze kumuomba Mwenyezi Mungu, namna ambavyo unamuona Fadi Musa, lakini pia Sure Boy kuelekea kwenye derby ya Simba na Yanga au Yanga na Simba, kwa sababu Yanga ndio wenyeji wa mchezo. Technical bench Mirodi Amund ambaye ni kocha mkuu wa Yanga, lakini pia angalia match fitness coach ambaye ana uwezo mkubwa Pacome Zouzoua. Nafikiri watu wengi wanamkumbuka kwenye derby ya Kariakoo ambao ilichezwa na Novemba 3, 2023 ambao Young Africans ilipata ushindi wa goli 5-1. Pacome Zouzoua pia alifunga goli 5 akiwa anazungumza na kocha mkuu Mirodi Amund kuelekea kwenye mchezo wa derby Young Africans Sports Club dhidi ya Simba Sports Club. Lakini pia ni maelekezo makubwa ambayo anampa, kwa sababu tunafahamu kwamba kocha mkuu wa Young Africans kuna kitu ambacho amekuwa anakifanya kwa wachezaji kwa kiasi kubwa, lakini pia kulingana na ile of experience ambao maybe amekuwa nayo kwenye mchuano wa kimataifa, ni kitu ambacho unaweza ukakizungumza. Lakini pia angalia wachezaji wapo kwenye warm up kuelekea kwenye mchezo wa derby Simba Sports Club ambao watakuwa wanakaribishwa na mabingwa wa kihistoria Young Africans. Clement Mzize pia tunafahamu kwamba kwenye eneo la final third au eneo la umaliziaji ndani kabla ya Yanga amekuwa superb. Kuna vitu ambavyo amekuwa anavionyesha as a professional player ambaye ana uwezo mkubwa sasa kwenye eneo la umaliziaji kulingana na zile moments ambazo amekuwa anakutana nazo maybe kwenye eneo la ufungaji. Lakini pia tunasema kwamba kujua namna gani ambavyo anaweza akajimix akajifiti kwenye eneo la ushambuliaji. Kibwana Shomari pia hakuna mtu ambaye afahamu ubora wake, hakuna mtu ambaye afahamu kile kitu ambacho amekuwa anakifanya. Likapitano pia legend wa Young Africans unaweza kusema hivyo kwenye football, ambaye kwenye eneo la ulinzi kuna sababu ambayo amekuwa nao. Kwa mwangalia mtu kama
ambaye amekuwa kwenye malizo kwenye eneo la katikati Aziza Ndambwile, lakini pia kwenye center back anaweza akatumika kwenye nafasi hiyo. Mdathi haya basi pia the same scenario, box to box midfielder. Duke Abuya akina Dube pia ambaye alishawahi kufunga Simba Sports Club. Nixon Kibabage pia kijana ambaye anaonekana kuwa hodari, kijana ambaye ameonekana kuwa sababu kwa kiasi kubwa kwenye coach cha Young Africans, lakini kujua vitu gani ambavyo anavifanya. Ukijaribu kuangalia mtu ambaye ana exposure, lazima mzungumze mtu maybe kama Alili Aucho, kwa sababu tunafahamu kwamba ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa kwenye eneo la katikati, ile exposure ambayo amekuwa nayo. Kibwana Shomali pia ambaye nimetoka kumzungumza, unaweza ukasema kwamba kwa hiyo namna ambavyo wanaona wachezaji wa Yanga, nafikiri ni kama utashi ambao utakuepo Alidi Aucho pia akiwa na mwenzake akina Aziza Ndambwile, na huu ni utashi ambao kuelekea kwenye dabi, lakini kujua kitu gani ambacho wanaweza wakakifanya, kwa sababu ni mchezo ambao umesubiriwa kwa hamu, na hii ni fitness au physical fitness kuelekea kwenye huo mchezo wa dabi ya Kariakoo, warm up ambao tumekuwa tunaizungumza. Angalia mtu kama Dube akiwa na Duke Abuya, wachezaji ambao wanaonekana sababu kwa kiasi kubwa. Ubora ambao amekuwa nao ni kitu ambacho unaweza ukajiuliza kwa kiasi kubwa kulingana na ile superiority, lakini pia fighting spirit ambayo wamekuwa nayo wachezaji wa Yanga, lakini pia wakiwa kwenye maandalizi kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Hii ni Uondo TV, Uondo michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremia, the best presenter wa Uondo TV. Endelea kuwa na Uondo TV uweze kujipatia matukio mbalimbali ya kimichezo.